Endelea Mheshimiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Swali linaloulizwa na Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza. Mheshimiwa Spika, kwa niaba Maruhubi kinakabiliwa na ukosefu wa askari wa kutosha na kituo hiki hakifanyi kazi kwa saa 24, lakini majengo yake pia ni chakavu. Je, serikali inatoa kauli gani? Swali hili limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, naomba nijibu swala la Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza, mbunge wa Chumbuni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha polisi cha Maruhubi ni kituo cha daraja C ambacho taratibu za utoaji huduma kwa mujibu wa miongozo ya Jeshi la Polisi kitatoa huduma kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 za jioni na kwa askari wasiozidi 20. B. Mheshimiwa Spika, serikali itakifanyia ukarabati kituo cha Maruhubi mara tu fedha zitakapopatikana. Shukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa jibu la kisayansi. Swali la nyongeza kutoka kwa Mheshimiwa Pondeza, mbunge wa Chomboni. Mheshimiwa Spika, napenda nimuulize swali moja la nyongeza. Je, ni lini watakipatia fedha na ukarabati wa kituo hicho, kwa sababu eneo hili ni maarufu na lina matatizo sana ya huduma za kipolisi. Kutoa nafasi kwa masaa 12 tu haitoshelezi, kwa sababu na maeneo mengi ya uhalifu na historia inaonesha na ripoti zipo, lakini muda unakuwa ni mchache ambao wananchi wakihitaji huduma za kipolisi wanashindwa kuzipata mpaka wazipate sehemu ya mbali, uhalifu unakuwa umeshatendeka. Haoni umuhimu kukipa kipaumbele kituo hichi kwa bajeti hii? Majibu ya swali hilo la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Masauni. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Ussi Pondeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha Maruhubi kinafungwa saa 12 jioni, si kwa sababu ya ukosefu wa fedha, lakini kwa mujibu wa taratibu kulingana na PGO Police General Order namba 287/9 inaeleza utaratibu wa vituo vya polisi vilivyo. Kuna class A, B na C. Kwa kituo cha Maruhubi ni class C ambacho kwa kawaida kinapaswa kifunguliwe saa 12 na kifungwe saa 12 jioni. Mheshimiwa Masudi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru nami kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri katika jibu la muulizo swali la msingi B alieleza kwamba iko tayari kukarabati kituo cha polisi husika ambacho kimetajwa. Lakini Mheshimiwa Spika, kituo cha polisi cha Kingeja ni kibovu, chakavu, kinavuja na kuta zake zimeanza kudondoka na ni athari sana kwa polisi. Na kituo hicho mmerithi kutoka kwa koloni. Je, hamuoni kwamba ni aibu na fedheha kituo hicho ambacho mmerithi kwa koloni hamwezi kukarabati na inapelekea inawezekana askari hapo kupoteza maisha? Hamwezi kukarabati hata ile ambayo kwa mmerithi kwa koloni? Nadhani hili sio swali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala nyingine la Mheshimiwa Masudi, mbunge wa Mtambile, kama ifuatavyo. Nakiri kabisa kwamba kituo cha Kingeja hali yake sio nzuri, hata mimi niliwahi kufanya ziara pale. Lakini si Kingeja tu, ni maeneo mengi ndio nchi yetu vituo vya polisi haviko vizuri sana. Mfano mkoani ni zaidi, nadhani kituo cha mkoani ni kina hali mbaya zaidi kuliko Kingeja. Lakini kama nilivyozungumza mwanzo kwamba tuna mkakati wa kuvifanyia ukarabati vituo hivi na utaratibu huo utakuwa unaenda hatua kwa hatua kulingana na upatikanaji wa fedha na hali ya fedha itakaporuhusu. Kwa
hiyo naomba Mheshimiwa mbunge Masudi uvute subra. Bado tuko wizara hiyo hiyo, waheshimiwa wabunge. Swali linaloulizwa na Mheshimiwa Richard Philip Mbogo, mbunge wa Nsimbo. Na 9 serikali iliwapa uraia wakimbizi kutoka Burundi walioingia nchini mwaka 1992 na wengine wakazaliwa katika makambi ya wakimbizi ya Katumba, Mshamo na Uliankulu. Je, ni lini serikali itakamilisha ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuwapatia uraia wakimbizi waliosalia? Mheshimiwa Engineer Yusuf Masauni. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Richard Philip Mbogo, mbunge wa Nsimbo, lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kabla ya kujibu swali la Mheshimiwa mbunge, napenda kurekebisha swali hilo kwamba ni kweli mwaka 2009 serikali iliwapa raia wakimbizi toka Burundi walioingia nchini mwaka 1972 na sio mwaka 1992. Pia hakuna sheria ya wakimbizi namba 20 bali ipo sheria ya wakimbizi namba 9 ya mwaka 1998. Vile vile maeneo aliyotaja Mheshimiwa mbunge ni makazi ya wakimbizi na sio makambi ya wakimbizi, na hakuna mkimbizi aliyeporia aliyepo kambini. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR ipo katika hatua za mwisho kufanya uhakiki kamili wa wakimbizi walengwa ili kutoa uraia kwa wanaostahili kama Mheshimiwa Rais alivyoahidi. Tunategemea hadi kufikia mwisho wa mwaka huu kazi hii itakuwa imekamilika ili taratibu za kutoa uraia kwa mujibu wa sheria ziweze kufanyika. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 20 cha sheria ya wakimbizi namba 9 ya mwaka 98 kinahusu wakimbizi na hasa kilengwa kwa wakimbizi waliopo makambini katika makazi ya Katumba, Uliankulu na Mishamo. Wengi wa wakazi wake sasa ni raia, sio wakimbizi. Kwa hiyo kifungu hicho kiwahusu. Kwa kuwa sasa wakazi wengi wa makazi ya Katumba, Uliankulu na Mishamo wamepewa raia, wizara yangu kwa kushirikiana na TAMISEMI inaandaa utaratibu wa kufuta utengefu wa maeneo haya ili viwe vijiji vya kawaida kwa mujibu wa sheria. Swali la nyongeza, Mheshimiwa, nimekuona. Asante Mheshimiwa Spika. Kwanza, je, serikali iko tayari kuwahakikishia wananchi hawa lini wale ambao hawajaamua kubaki au kuondoka kurudi Burundi? Kwa sababu si kweli kwamba watu wote wameshapata uraia. Wako ambao hawajapata uraia na hawajasema wanataka nini. Je, serikali iko tayari kutoa tamko nini kifanyike? Majibu ya swali hilo la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Masauni. Mheshimiwa Spika, ni kweli kuna takriban wakimbizi 1800 ambao hawajapatiwa uraia. Kati ya wale 100,000 na zaidi ya 62 ambao walipata uraia, lakini kulingana na sababu kadhaa. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba wengine walizaliwa ni watoto wakimbizi ambao walizaliwa baada ya wazee wao kupata uraia, lakini wakati ambapo waziri wa mambo ya ndani alikuwa hajaidhinisha bado uraia. Lakini wako wengine ambao hakupewa uraia, walinyimwa uraia kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kutokana na hali zao hali za uhalifu na mambo mengine ambayo hakuweza kukidhi vigezo na sifa za kupata uraia nchini kwetu. Sasa ninachoweza kumwambia Mheshimiwa mbunge ni kwamba kwa wale ambao hakupata uraia na wamekidhi vigezo na wameomba uraia, maombi yao yanashughulikiwa na atakapokuwa imekamilika watapewa uraia kwa wale ambao watakuwa wamekidhi vigezo.